kuna vitu Mungu huwaga anavifunua kwa roho. Ukiona umeota ndoto na hiyo ndoto imetokea, ni Mungu aliwasiliana na wewe kupitia ulimwengu wa nini? Wa roho. Mungu anapojaribu kukusemesha, kama wewe hauna mahusiano na ulimwengu wa roho, huwezi kumsikia. Ndivyo jinsi Mungu alivyo. Sio kwamba Mungu haongei, Mungu anaongea masaa 24. Lakini kwa nini wewe umsikii? Hauko kwenye network. Kuna maadui wanakuja rohoni. Huko kwenye damu na nyama wanakupa ushirikiano. Kuna adui kumfahamu, lazima iwe ni ishu ya ulimwengu wa roho. Kadri utakavyokuwa na discipline ya kuomba, kuna vitu vingine Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha kabla havijatokea. Kuna vitu vingine utavikwepa, hakuna mtu anajua umekwepaje. Utaondoka kwenye eneo lenye hatari bila kujua umeondokaje, na watu wataanza kukuita wewe mchawi. Na sio lazima hata wewe mwenyewe unajua. Kuna wakati wewe mwenyewe utakuwa hujui, lakini unatembea na nguvu. Watu wanakuuliza wewe unafanyaje? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa. Na nimshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuhudumia siku ya jana. Na siku ya jana ilikuwa ni maalum. Ndio maana inawezekana tulichelewa kidogo. Bwana asifiwe. Kiwa na siku maalum inakuwa tofauti kidogo. Na tunategemea tutakuwa na maombi tena maalum siku ya Ijumaa. Kwa hiyo anza kujiandaa kabisa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na siku ya leo tunatazama viashiria vitakavyokusaidia kujua kuna upinzani kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Viashiria vitakavyokusaidia kujua kuna upinzani kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo viko viashiria ambavyo ukiviona vinatokea, basi ujue kabisa mahali Mungu aliponiweka pana mapambano makali. Sitakiwi kunyamaza, sitakiwi kulala usingizi. Natakiwa kusimama kwenye zamu yangu. Siku ya jana nilikuwa nimeeleza, nilisema kila nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina gharama. Kila nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina gharama. Kama nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina gharama, maana yake nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina thamani. Kwa hiyo chochote Mungu alichokupa kinachokufungulia milango kina value, kina thamani. Kama kina thamani, lazima Mungu akupe neema ya kulinda. Na kama kina thamani, lazima pia kina upinzani. Mungu hawezi akakupa kitu chenye thamani kisikutane na upinzani. Kisikutane na upinzani. Kwa kiashiria cha kwanza kitakachokusaidia kujua kuna upinzani ni maadui wanaoinuka. Maadui wanaoinuka kwa namna ya wazi au kwa namna ya siri. Sio kila adui utamfahamu kwa namna ya damu na nyama. Na hii kitu imewakosti watu wengi sana. Anafikiri kila adui anaweza kumfahamu
Kwa macho haya ya damu na nyama haiwezekani. Kuna maadui hautakaa uwafahamu kwa macho ya damu na nyama, ila wapo. Hawa utawafahamu kwa jinsi ya rohoni tu, na kushindana kwako na wao itakuwa ni kwa jinsi ya rohoni tu, na usipoweza kukabiliana nao kwa jinsi ya rohoni, wanakumaliza rohoni. Unashangaa tu vitu havitokei, vitu haviendi. Lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu hataki kukuona, kuna mtu hataki kukusikia. Kwa hiyo ndio maana wewe kama mtoto wa Mungu lazima uijue sauti ya Mungu. Lazima ujifunze kuuendea ulimwengu wa roho na kufuatilia yanayojiri kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya nafasi ambayo Mungu amekupa. Kuna vitu hautakaa uvijue kama, ndugu yangu, hauna mahusiano na ulimwengu wa roho. Mchawi ili afanye uchawi wake vizuri lazima awe na mahusiano mazuri sana na ulimwengu wa roho. Jamani, naomba mnielewe. Mchawi yoyote sio shetani. Ukiambiwa huyu mama ni mchawi, huyo mama sio shetani. Ukiambiwa huyu baba ni mchawi, huyo baba sio shetani. Mchawi maana yake nini? Ana mahusiano makubwa sana na ulimwengu wa kuzimu. Yuko so much connected, ameunganishwa sana, yuko so committed kwenye huo ulimwengu, ana viwango kwenye huo ulimwengu. Naambia usimwone hivi, huyu dada ni mchawi sana, sio shetani, ila kuna namna yuko so connected kwenye ulimwengu ule. Tulikamata agenti mmoja kwenye mkoa fulani nikiwa ninafanya semina. Baadaye Mungu alinipa neema ya kuzungumza naye. Ni kitu kigumu kidogo. Aliniambia nilijifunza uchawi nikiwa darasa la 4. Ndio alifundishwa uchawi. Amekuja kukamatwa lini? Yuko chuo kikuu. Kawa mchawi kuanzia la 4 mpaka anamaliza la 7. Kawa mchawi form 1 mpaka form 4. Kawa mchawi form 5 na form 6. Kaja kukamatwa, yuko chuo kikuu. Ananieleza, ananiambia nilikamatwa mara ya kwanza, nikaenda kuzimu, nikawaambia sitaki kabisa hiki kitu. Alinisimulia vitu vingi. Nilikutana naye mkoani. Nataka nikueleze hiki kitu ili kikusaidie. Kuna vita hautakaa upigane kama hautaujua ulimwengu wa roho. Huyu binti ni msichana. Ananiambia mara ya kwanza niliuchukia uchawi, ulikuja shuleni kwetu. Ananisimulia kitu cha zamani, mimi nimesahau. Nilikuwa nimeenda kwenye mkoa, akawa amehudhuria baba mmoja anamiliki shule. Akaja akaongea na mchungaji akasema, nimetamani huyu mtumishi aje aombee wanafunzi shuleni kwangu, aje aombe na wanafunzi wote. Yule binti ananisimulia, anasema siku ile ukiwa unakuja nilifanya kila linalowezekana kukuzuia, ilishindikana.
na ulipokuja niliamua sintaingia ukumbini, nitakaa bwenini. Maana nikiingia pale ukumbini ninaona moto tu. Asa nikakaa zangu bwenini. Anasema cha ajabu nilikaa bwenini, ule moto ukanifuata mpaka bwenini. Kwa anasema hakuna mahali palipokuwa na utulivu, na ile shule huwezi kutoka. Kwa akaona salama yake, wacha niingie tu bwenini kwa sababu nakaa peke yangu huko, niingie tu holini. Kwa akaingia kwenye holi, lakini alikaa nyuma kabisa. Anasema cha ajabu ukaninyoshea kidole, ukaniambia, wewe binti, usipoacha unachofanya utakufa. Mimi nimeshasahau saa hiyo. Na ananieleza, anasema siku hiyo usiku nilirudi, nikawaambia sitaki tena uchawi. Wakaniambia, wewe uone unavyotusaidia kwenye hiyo shule. Wewe uone unavyotusaidia kwenye hiyo shule. Saa hiyo alikuwa yuko kidato cha 5. Unajua anawasaidia kufanya nini? Anawasaidia kuharibu vijana wa kiume. Ndio kazi anayofanya yeye. Yaani kuzimu amempa kazi ya kuharibu vijana wa kiume. Anawaharibu kivipi? Yaani anahakikisha anaingia kwenye mahusiano na kijana wa kiume. Akiingia kwenye mahusiano na kijana wa kiume, wakilala pamoja, yule kijana wa kiume nguvu zake za kiume zinachukuliwa, zinapelekwa kuzimu. Akaniambia, mtumishi, usishangae kwa nini sasa hivi kuna matatizo makubwa sana ya nguvu za kiume. Kwa sababu vijana wengi wa kiume wamechukuliwa nguvu zao, wengine kuanzia wakiwa shule. Mimi kwenye shule niliyosoma, hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Kazi yangu ni kuondoka na nguvu zao, ninazipeleka kuzimu. Ananiambia kule kuzimu tunazitumia hizo nguvu kuzalisha watoto. Sasa tuna watoto kabisa tunawazalishaga kuzimu. Tuna watu kabisa wananyonyesha kuzimu. Alinisimulia vitu vingi sana vigumu. Kwa anasema siku hiyo nimefika kule nikawaambia sitaki tena hiki kitu. Wakaniambia, kwa nini hutaki? Wewe ndio unayetusaidia. Anasema wakanitia moyo, wakanipetipeti hapo, kuna namna wakanifanyia kule, nikajikuta ninaendelea. Kwa hiyo akaendelea mpaka alipofika chuo kikuu. Akiwa chuo kikuu wakatengeneza kikosi kazi kwenda kuvuruga mkutano wa Mwalimu Mwakasege pale Singida. Na yeye ndo alikuwa anaongoza hiyo timu. Walipofika kule wakapigwa flat. Anasema nilipotoka pale niliugua wiki 2. Anasema kuanzia hapo nikasema sitaki uchawi tena. Na ananiambia ndio sababu mpaka leo umenikuta niko kanisani. Anasema mpaka sasa hivi nina struggle, ninapambana kuacha uchawi. Nilikuwa nimefika kwenye ile kanisa, yule mchungaji aliyekuweko pale akaniambia kuna binti anataka kukupa ushuhuda wake. Anasema uliwahi kumsaidia. Of course na sisi tunapambana naye hapa. Kwa hiyo alipokuja ndo akaanza kunisimulia. Lakini kitu gani nilichotaka uone? Huyu binti ameshafika kwenye level ya juu sana ya mambo ya ulimwengu wa roho. Ana uwezo wa kuzuia vitu visitokee. Ananisimulia, anasema tuna uwezo wa kuzuia vitu visitokee hata kanisani. Anasema kanisani tunaweza tukatumia watoto. Tukiona huyu mtumishi ana kitu cha maana cha kuongea, tunatumia watoto. Watoto wanafanya fujo, alafu watu wanafikiri ni watoto. Ananiambia wakati mwingine tunatumia vyombo. Tunavuruga vyombo. Alinisimulia mambo mengi sana. Lakini akaniambia kama unakumbuka ile ajali iliyotokea pale Sekenke, iliua watu wote kwenye basi. Anasema hiyo ndio ilikuwa zamu yangu ya kupeleka damu kuzimu. Alinisimulia vitu vya ajabu sana. Nikamwambia ulifanyaje? Ananiambia niliingia kwenye basi kituo kimoja kabla ya kuingia milima ya Sekenke. Niliingia kama abiria. Sasa nikakaa kwenye siti. Sasa tukaanza kwenda. Tulipofika kwenye eneo, nikajibadilisha nikawa mtoto, nikaenda kukaa katikati ya daraja. Dereva akaanza kuhangaika kumkwepa mtoto. Akapalamia yale makorongo, akaingia kwenye ile mito pale. Hakuna mtu alipona. Alinisimulia vitu vingi sana. Sasa mimi ninakuelezea hii kwa nini nataka uelewe jinsi ambavyo mtu anaweza akawa na mahusiano makubwa na ulimwengu wa roho mpaka akafanya vitu vya ajabu. Tunakwenda sawa? Sasa huyu ana mahusiano makubwa sana. Yaani ukimsikiliza, nilitumia
Nakumbuka nilimsikiliza kuanzia asubuhi mpaka saa 6 ninamsikiliza. Ningekuwa nina peni ningeandika kitabu siku ile. Ana vitu vingi vya kueleza, Anasema ninamshukuru Mungu ameniokoa, lakini bado nina struggle, mtumishi niombee. Maana hawaamini kama nimeacha, hawaamini kama nimeondoka, bado wananifuatilia. Nikamwambia madam Bwana amekuokoa, hakuna kitu chochote kitasimama juu yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini hii ninakueleza kwa sababu zipi? Ninakueleza hii kwa sababu nataka ujue kama huyu wa upande ule anaweza akatengenezwa akawa na mahusiano makubwa namna hiyo na ulimwengu wa roho, akaweza kuharibu safari za watu, akaweza kuharibu nguvu za kiume za watu, akaweza kuharibu mimba za watu. Ni mtu tena tunaishi naye. Kwa hiyo ana nguvu kubwa kwenye ulimwengu ule kule. Anasema mimi siwezi kuwa na shida ya hela. Mimi nikihitaji pesa ninakwenda tu kwenye duka la mtu, nachukua hela naondoka. Namwambia unachukuaje sasa? Anasema ninaangalia duka linalouza. Kama na shida na hela kubwa, naangalia duka linalouza. Kama na shida na hela kidogo, naenda kwenye duka linalouza kidogo. Anasema naweza nikaingia tu kwenye duka nikaomba change, ninapewa hela ninayotaka. Naondoka. Anasema bahati mbaya sasa nikutane na mtu aliyeokoka, hapo ndio inakuwa shughuli, na anayeomba, maana vinagoma. Au nikutane na mtu ambaye na yeye ana ufahamu na ulimwengu wa roho ambao mimi niko. Anasema kuna siku bwana nikaingia mahali nikakutana na jamaa na yeye tuko naye huko na tufahamiani. Sasa nilipoingia tu pale akaniangalia, akaniambia wewe acha ujinga. Nikamuuliza vipi umenifahamu? Sasa nimekujua. Sasa basi poa, tuheshimiane. Yaani wanafahamiana kwenye huo ulimwengu, wanafahamiana. Anajua kabisa huyu hapana. Lakini kuna mwingine anasema nikienda nina shida na 5,000,000, naenda kwenye duka ambalo najua lina hayo mauzo. Na anasema nitaondoka na hizo pesa, hakuna mtu ataamini. Maana mimi naomba change lakini naletewa mzigo wa milioni ngapi? Wa 5,000,000, na watu wote wanaona. Na hakuna anayehoji, hakuna anayeuliza. Mtakuja kujua kesho au kesho kutwa, ndio mtakuja kuelewa kuna tukio lilitokea. Lakini sasa hiyo mimi nishaondoka, nishafanya shughuli zangu tayari, niko kwenye ulimwengu mwingine. Alinisimulia kituko kimoja cha ajabu sana. Anasema bahati mbaya siku moja anasema siku moja nilimjibu vibaya mkuu wa mkoa. Sikiliza hiyo kitu. Mkuu wa mkoa anasema hiyo siku tulikuwa tunatakiwa tufanye usafi. Mimi nikawa sifanyi. Mkuu wa mkoa akasema wewe binti mbona ufanye usafi? Anasema nikamjibu nilivyomjibu. Sasa binti hujui kwamba unaongea na mkuu wa mkoa? Anasema mimi nikamjibu hivyo hivyo. Mkuu wa mkoa akasema afande, hebu msaidieni huyu. Anasema ni saa hiyo nikakamatwa nikatiwa kwenye gari ya polisi. Anasema mimi nimekaa kwenye gari ya polisi ninawashangaa tu, nikiwaangalia wote na wamudu. Yaani hakuna ambaye si mudu. Yaani akisema na wamudu maana yake nguvu. Sasa wote hamna mwenye nguvu. Kwa naweza hata nikapindua gari yao. Sasa lakini niliwahurumia tu. Nikawaacha, anasema wakanipeleka mpaka kwenye kituo cha polisi. Anasema tulipofika kwenye kituo cha polisi nikavuruga akili zao. Anasema wakanishusha, nikawaacha mpaka wakanishusha, wakanipeleka mpaka counter. Nilipofika counter nikahakikisha hawajui kitu wanafanya. Anasema nimefika counter, yule polisi aliyoko counter anauliza, sasa huyu umemleta kufanya nini? Anasema kwani tumemleta nani afande? Sasa kwani tumemleta nani afande? Sasa si mmekuja na binti? Anasema hapana, sisi hatujaja na mtu. Wewe binti umekuja kufanya nini hapa? Anasema hata mimi sielewi wamenileta hapa kufanya. Anasema nikaondoka, nikawaacha pale wanaulizana maswali. Ninaongelea nini? Ninaongelea nguvu za ulimwengu wa roho. Lakini upande ule kule. Sasa ndugu yangu, kama wewe usipokuwa na hizo nguvu, alafu ndio unaishi na huyo mtu, uko naye ofisini, uko naye kwenye eneo la biashara,
ni jirani yako, unahitaji neema ya Mungu kweli kweli. Maana chochote kinaweza kutokea kwenye maisha yako. Na ndio maana Biblia kwa kutusaidia maandiko yakasema, kaeni kwa amani na watu. Una nguvu za Mungu alafu ukai na watu kwa amani, umekwisha. Maana lolote linaweza likakupata saa yoyote. Kitu ninachokieleza nini? Naeleza habari za ulimwengu wa roho, kwamba sisi watoto wa Mungu, kama jinsi ambavyo wenzetu wa upande wa pili wanavyopambana kuuelewa ulimwengu wa roho, kuujua ulimwengu wa roho, kusimama na ulimwengu wa roho, kufanya vitu vyao, ndivyo na sisi tunavyotakiwa kuujua ulimwengu wa roho, kuuelewa ulimwengu wa roho na kusimama na ulimwengu wa roho, kufanya vitu vyetu. Jamani, tunaenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya pili, Wakorinto wa kwanza, ile sura ya pili, mstari wa 10, anasema hivi: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kuna vitu Mungu huwaga anavifunua. Kwa nini? Kwa roho. Hebu sema kwa roho. Sema tena kwa roho. Kuna vitu wewe ili uvielewe, lazima macho yako ya rohoni yawe yanafanya kazi. Kuna adui hautakao umfahamu, kuna uovu hautakao ujue, kama macho yako ya rohoni hayaoni, kama masikio yako ya rohoni hayafanyi nini? Hayasikii. Kila mtu ana macho ya rohoni, kila mtu ana masikio ya rohoni, kila mtu ana ufahamu wa rohoni. Kwa hiyo Mungu akitaka kufanya kitu na wewe, lazima aende kwenye utashi wako wa rohoni, atumie macho yako ya rohoni, atumie masikio yako ya rohoni, atumie ufahamu wako wapi? Wa rohoni. Na ndio maana kuna mtu waga anaota ndoto. Ukiona umeota ndoto na hiyo ndoto imetokea, ni Mungu aliwasiliana na wewe kupitia ulimwengu wa nini? Wa roho. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu nimevielezea sana kwenye kitabu cha Uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana, hicho kitabu kitakusaidia sana. Unaposoma kwenye ule mstari wa 14, anasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Mwanadamu wa tabia ya asili, Biblia inasema hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hebu sema hayapokei. Hayapokei. Maana yake nini? Maana yake Mungu anapojaribu kukusemesha, kama wewe hauna mahusiano na ulimwengu wa roho, huwezi kumsikia. Mungu anapojaribu kukuonya, kama huna mahusiano na ulimwengu wa roho, huwezi kufuata hayo maonyo. Mungu anapokuambia usiende, kama hauna mahusiano na ulimwengu wa roho, utajikuta tu unaenda. Ndio maana maandiko yanasema kuna watu miguu yao ni miepesi kukimbilia mahali wanakomwaga damu. Sio kwamba Mungu hakukwambia usiende, ila alipokusemesha haukumsikii, kwa ukakimbilia huko uko anakomwaga damu na yako ikamwagika. Sio kwamba Mungu hakukwambia. Amos 3:7 Biblia inasema Bwana hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia masihi wake nini? Siri zake. Mungu huwa haruhusu kitu chochote kibaya kimpate mtoto wake bila kumsemesha. Lazima Mungu akusemeshe. Na ndio maana wengi mnasemaga lakini marehemu ni kama alikuwa anajua kifo chake. Unajua marehemu alikuwa na wasiwasi sana na hii safari. Unajua marehemu ni kama alikuwa hataki kwenda hii safari. Sio kwamba alikuwa anajua kifo chake. Kuna namna, kulikuwa kuna communication za ulimwengu wa nini? Wa roho, kwamba hii njia unayoiendea sio njia sahihi. Lakini Biblia inasema mwanadamu wa tabia ya asili. Tabia ya asili maana yake nini?
Yaani vitu vya kawaida vinakuwa na nguvu kwenye maisha yako kuliko vitu vinavyomfanya Mungu ajifunue kwako. Yaani ukifuatilia mambo mengine yana muda, lakini kuomba hakuna muda. Mambo mengine yana muda, lakini kusoma neno hakuna muda. Mambo mengine yana muda, lakini kumtafakari Mungu hakuna muda. Mambo mengine yana muda, lakini kumwabudu Mungu hakuna muda. Mambo mengine, kwa unasikia mtu yani ratiba yangu iko bize, nimeshindwa kabisa kupata muda wa kuomba, nimeshindwa kabisa kupata muda hata wa kusoma neno. Kwa mtu kuanzia alipoenda Jumapili kanisani mpaka Jumapili nyingine, kuanzia alipoomba ndipo atakapoomba tena. Alafu kuna mtu unafanya naye biashara jirani, kuna mtu unakaa naye jirani, kuna mtu uko naye mtaa mmoja, yeye anaomba mara 5 kila siku. Mwingine haombi mara 5 kila siku, lakini anayo madhabahu anayoiendea, hata kama ni madhabahu ya miungu, hata kama ni madhabahu ya uchawi, anaiendea kila siku. Mkikutana wote wawili kwenye ulimwengu wa roho, yeye anakuwa na nguvu, wewe unakuwa hauna chochote. Kwa sababu nini ninachotaka kukusemesha? Nguvu zinazotawala sio nguvu za damu na nyama. Nguvu zinazotawala ni nguvu za ulimwengu wa roho. Ukiona mfanyabiashara yoyote, ukiona mwanasiasa yoyote, ukiona mtumishi yoyote, kabla haujamuona yeye, jua kuna nguvu inayotenda kazi nyuma yake. Mtu yoyote mwenye mafanikio, nyuma yake kuna nguvu inayotenda kazi. Sasa usiniulize ni nguvu ipi. Inaweza ikawa nguvu ya Mungu aliye hai, inaweza ikawa nguvu ya miungu. Na ndio maana unataka kuwa na mafanikio, lazima uhakikishe kuna nguvu ya Mungu inayotenda kazi kwenye maisha yako kila siku. Hiyo nguvu iwepo, na huo moto wa hiyo nguvu hautakiwi kuzimika. Na ndio maana Mungu aliwaambia watoto wake, moto wa madhabahu usizimike, usizimike, usizimike. Maana yake lazima kwe kuna nguvu inayooperate kila siku, kwe kuna nguvu inayotenda kazi kila siku, kwe kuna nguvu inayotenda kazi kila siku. Sasa angalia, Biblia inasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Upuuzi maana yake nini? Sio kipaumbele, sio lazima. Kwa haina maana Mungu huwa asemi, haina maana Mungu huwa atuonyi, haina maana Mungu huwa atuambii. Huwa anasema, lakini sisi hatuko kwenye mazingira ya kufanya nini? Ya kumsikia. Jamani, ile kwamba wewe hauna taarifa haina maana hiyo taarifa haijatolewa. Sisi tuko hapa kanisani, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Tuko hapa kanisani. Unafikiri redio haziongei? Halo, Bwana asifiwe. Unafikiri redio haziongei? Televisheni zimezimwa kwa sababu wewe uko kanisani? Zote zinafanya nini? Zinaendelea. Okay, kwa nini wewe unakuwa hujasikia? Kwa sababu ulikuwa kanisani. Ndivyo jinsi Mungu alivyo. Sio kwamba Mungu haongei. Mungu anaongea masaa 24. Anaongea. Lakini kwa nini wewe umsikii? Hauko kwenye network. Hauko kwenye network. Kaya anaongea lakini wewe hauko kwenye network. Yeye anaongea lakini wewe hauko kwenye network. Yeye anaongea lakini wewe hauko kwenye network. Kwa hiyo unaweza ukakaa huko kwenye network mwezi mzima na Mungu kaongea mwezi mzima. Kuna mtu hayuko kwenye network mwaka mzima na Mungu kaongea mwaka mzima. Anashangaa tu kwa nini anaendea njia zenye mikosi, anaendea njia zenye balaa, anajiunganisha na watu wanaompeleka mahali pabaya, anajiunganisha na watu wanaomtia hasara. Mungu anaongea tu, huyo mtu atakutia hasara, hayuko kwenye network. Mungu anamwambia hiyo kazi usifanye, itavuruga maisha yako, hayuko kwenye network. Mungu anamwambia huyu mtu sio mzuri kwako, hayuko kwenye network. Kwa hiyo Mungu anaongea tu, anaongea. Ndio maana Biblia inasema hivi, basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya roho wa Mungu. Lile neno hapokei maana yake huwa yanafanya nini? Yanakuja. Mambo ya roho wa Mungu huwa yanakuja. Yanakuja ofisini kwako, yanakuja kwenye familia yako, yanakuja nyumbani kwako. Mambo ya roho wa Mungu huwa yanakuja. Biblia inasema ile kwamba you are not at the network, kitendo cha kutokuwa kwenye network huwezi kuyapokea.
huwezi kuyapokea, huwezi kuyapokea. Kwa anasema huyu hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni nini? Ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Bwana asifiwe. Darasa tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa angalia, kuna vita nyingi sana ambazo tunapigana, vita za nafasi, lakini zinapiganwa wapi? Rohoni. Hapo sasa wewe hauko rohoni. Mambo yanayohusu Roho wa Mungu huna muda nayo, lakini upinzani ulionao ni wa wapi? Ni wa rohoni. Nimekueleza hivi, nimekwambia tunaangalia viashiria vitakavyokusaidia, na nikakwambia kiashiria cha kwanza kimojawapo ni maadui. Sasa sio kila adui anakuja kwenye damu na nyama. Kuna maadui wanakuja rohoni, watapambana na wewe rohoni. Huko kwenye damu na nyama wanakusalimia, huko kwenye damu na nyama wanakupa ushirikiano. Siku moja Roho Mtakatifu akanionyesha adui yangu mmoja. Kilikuwa kitu kigumu sana. Na yule adui sio tu kwamba ni adui peke yake. Unajua kuna adui ambaye anapambana tu na wewe bila sababu za msingi. Lakini kuna adui ambaye anataka kabisa ufe, uondoke kabisa, usiwepo kabisa. Usiwepo kabisa. Roho Mtakatifu akaniletea yule adui kwenye maono ya usiku. Akaniletea maono. Maono yakoje? Nimetekwa, nimewekwa kwenye chumba. Kwa niko kwenye kile chumba. Alafu yule adui yangu sasa ni mtu wa karibu eti. Kwa hiyo sio kafikiri ni mtu wa mbali. Ni mtu wa karibu. Nikitoka na gari nyumbani kwangu, tunasalimiana. Mmeamkaje huko mmeamkaje? Kwa Roho Mtakatifu akanionyesha nimetekwa, niko kwenye chumba. Alafu kaweka walinzi nje wanaolinda kile chumba. Sasa mimi niko kule ndani, najiuliza kwa nini niko kwenye hiki chumba. Najaribu kutaka kutoka, akaingia mlangoni, akasimama mbele yangu, akaniambia huwezi kutoka ise. Nikamtaja kwa jina, nikamwambia fulani, wewe ndio wa kunifanyia hivi, maana tayari nilipata ufahamu. Akacheka sana, akanambia sikiliza, wewe unashindana na enzi yangu, unashindana na ufahari wangu, lazima ufe. Nikasema kama Mungu aishivyo, sintakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Pale pale nikaachilia damu ya Yesu. Niko kwenye maono, nikamwambia Bwana Yesu. Kwanza nilianza kumwambia Bwana Yesu rohoni, nikamwambia Bwana Yesu, huyu mtu ajue leo ya kwamba wewe ni Mungu na ya kwamba mimi ni mtumishi wako. Kwa hiyo pale pale nikaachilia damu ya Yesu. Nilipoachilia damu ya Yesu ikapiga kama radi kwenye kile chumba. Ilipopiga kama radi kwenye kile chumba, sikuelewa yule ndugu alitokea wapi, lakini mimi nilijikuta niko nje. Alafu nikaondoka kwenye yale maono. Unaonaje hiyo kitu? Alafu huyo mtu ni mtu wako wa karibu. Nikamuuliza Roho Mtakatifu maana yake nini? Roho Mtakatifu akaniambia una disturb mambo yake. Kwa hiyo ameamua kukupoteza kwenye ulimwengu wa roho. Nikamuuliza Roho Mtakatifu amefanya nini? Roho Mtakatifu akaniambia amekutolea kafara. Siku nyingine Roho Mtakatifu akaniletea maono mengine. Usifanye mchezo na vita za ulimwengu wa roho. Akaniletea maono mengine, ninamuona yule mtu akitoa kafara. Na alikuwa amechinja wanyama wengi. Amechinja ng'ombe.
alafu ile damu ilitakiwa imwagike barabarani. Kwa hiyo mnaona kama maji yanatiririka, lakini kimsingi sio maji, ni damu. Alafu kile chakula ameambiwa alishe idadi fulani ya watu ili kafara yake ikubalike. Roho Mtakatifu akanisemesha tena siku nyingine. Nikamuuliza, Roho Mtakatifu, kwa nini unanisemesha vitu vingi namna hii? Akaniambia, kwa sababu upinzani ulionao sio upinzani mdogo. Lakini huyu mtu kutana naye kule barabarani, anajua kabisa mimi ni mtumishi. Aniiti mtumishi, ananiita mchungaji. Mchungaji, unaendeleaje mchungaji? Namwambia niko vizuri, wewe unaendeleaje? Lakini kwenye ulimwengu wa roho ninaachilia damu ya Yesu. Akinisemesha mimi naachilia damu ya Yesu, akinisalimia naachilia damu ya Yesu, chochote anachokifanya naachilia damu ya Yesu. Najua mpaka leo anashangaa kwa nini kafara yake na ibada zake havijafanikiwa. Na sijui kama anajua, ninajua. Sijui kama anajua, ninajua. Kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, nataka uelewe, sio kila adui utamfahamu kwenye macho ya damu na nyama. Kuna adui kumfahamu lazima iwe ni ishu ya ulimwengu wa roho. Na ndio maana hapa akaeleza vizuri kabisa, akasema, ukisoma ule mstari wa 15 anasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Hebu sema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ninakuombea neema ya kuwa mtu wa rohoni katika jina la Yesu. Kuwa mtu wa rohoni maana yake nini? Kuwa mtu wa rohoni maana yake ni kufanya bidii kuufahamu ulimwengu wa roho, kufanya bidii kuomba, kufanya bidii kuutafuta uso wa Mungu, kufanya bidii kusoma neno la Mungu. Kadri unavyofanya bidii ya kuomba, ya kusoma neno la Mungu, kuutafuta uso wa Mungu, ghafla unaanza kuwa connected na mifumo ya kimbingu. Ngoja niwaambieni vitu vinavyofanya kazi. Ngoja niwaambieni vitu vinavyofanya kazi. Wangapi tunaifahamu smack? Wangapi tunafahamu smack? Magnets. Tunafahamu smack. Smack ina tabia moja ya ajabu sana. Ukichukua smack, kwa hiyo tufanye hii ni smack, sawa? Sawa Ukiunganisha smack na kitu chenye asili ya nini? Ya chuma. Usiunganishe smack na plastiki. Ukiunganisha smack na kitu chenye asili ya chuma, ukakiunganisha hapo kwa muda mrefu, ukiweza acha hapo hata siku nzima. Tuko sawa? Kesho ukitoa kile kitu chenye asili ya chuma kwenye smack, ukikichukua kile kifaa chenye asili ya chuma ambacho jana kilikaa na smack siku nzima, ukikipeleka kwenye vyuma vingine, kile kitu kinakuwa nini? Kinakuwa smack. Lakini kwani kweli kile kitu ni smack? Hapana. Ndivyo ilivyo mtu ambaye anautafuta uso wa nani? Uso wa Mungu. Ghafla anaanza kuwa na masikio ya kimungu, anaanza kujaa nguvu za Mungu, anaanza kuwa na ufahamu wa kimungu. Tunatumiaga neno moja kwa Kiingereza, tunasema anakuwa spiritual minded, anakuwa spiritual built, anakuwa na mfumo wa kiroho uliomtengeneza kuwa mtu tofauti. Ghafla mnaanza kushangaa hekima anayokuwa nayo yeye. Tuliona jana habari za Daniel. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Biblia inasema alikuwa na exceptional qualities. Wale watu wa kule Babeli walisema roho bora ilionekana wapi? Ndani yake. Kwa nini roho bora ilionekana ndani yake? Maana yake walikuwa wanatafuta namna ya kumcategorize, wanafeli. Wanashindwa kuelewa ni mtu, ni Mungu, ni kiumbe, nini, kwa sababu there is no way utafanya kitu chochote cha uovu kitamdhuru, lakini ni binadamu kama binadamu wengine. Bwana Yesu asifiwe.
Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Kadri utakavyotafuta madhabahu, kadri utakavyotafuta uso wa Mungu, kadri utakavyokuwa na discipline ya kuomba, kadri nataka nikuhakikishie, kuna vitu vingine Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha kabla havijatokea. Kuna vitu vingine utavikwepa, hakuna mtu anajua umekwepaje. Kuna safari zingine utaenda bila mtu kukuambia. Kuna mtu mwingine hautampa mkono bila kujua kwa nini ukumpa mkono. Utaondoka kwenye eneo lenye hatari bila kujua umeondokaje, na watu wataanza kukuita wewe mchawi. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna umekuwa so much affiliated na ulimwengu wa roho kwa kiwango ambacho sio wewe tena unayeishi, ila Kristo anajifunua kwenye maisha yako. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Mtume Paulo alisema, sio mimi ninayeishi bali nani? Bali Kristo anaishi wapi? Anaishi ndani yangu. Nilisikia Roho Mtakatifu ananiweka hapo ili kusaidia kujua sio kila adui utamfahamu kwa macho ya damu na nyama. Watu wengi sana wamepotezwa, wameondolewa kwenye biashara, wameondolewa kazini na watu walio nao. Watu wengi sana wamevurugwa vitu vyao na watu walio nao. Kwa lazima uwe na macho ya kuona. Lazima uwe na macho ya kuona. Lazima uwe na masikio ya kusikia. Wacha nikupe mfano mmoja kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Fungua kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 13. Matendo ya Mitume ile sura ya 13. Ule mstari wa 6. Matendo ya Mitume ile sura ya 13 na ule mstari wa 6. Biblia inasema hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, au walikuwa wakina Paulo wako kwenye huduma. Biblia inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bali-Yesu. Alikuwa anaitwa Bali-Yesu. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Sasa liwali ni kiongozi. Tunakwenda sawa? Leo hii tungemfananisha na mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Ni nafasi ya kiuongozi. Biblia inasema huyu liwali alikuwa amekaa karibu sana na jamaa mmoja, ni nabii wa nini? Wa uongo, na yule bwana ni mchawi. Bahati mbaya huyu liwali ni mtu mwenye akili sana, lakini pamoja na kwamba alikuwa na akili sana, alikuwa ajui kwamba anayekaa naye ni nani? Ni mchawi. Na huyo mchawi ndio mshauri. Ndio mshauri wa nani? Mshauri wa mkuu wa mkoa. Mshauri wa mkuu wa wilaya. Ndio best, yani ndio wale ambao wanaambatana naye. Ndio wale wanaoambatana naye. Sasa siku moja huyu kiongozi amesikia habari za kina Paulo. Biblia inasema akatamani na yeye kusikia hilo neno la Mungu. Maana alikuwa anasikia miujiza inayofanyika, anasikia watu wanavyoponywa, anasikia matendo makuu ya Mungu. Yule liwali akatamani na yeye asikie hilo neno la nani? La Mungu. Asijue kuna mtu ambaye ni mpambe wake pale ni nani? Ni mchawi. Hiyo habari hana. Kwa sababu kuna mtu hautakaa humfahamu mpaka siku atakayofunuliwa, mpaka siku atakayodhihirishwa. Hautakaa umfahamu. Na ni vitu vimeumiza maisha ya watu wengi sana. Siku unayokuja kujua unaweza ukapata BP. Yaani huyu ndo alikuwa anaharibu vitu vyangu. Yaani huyu ndo alikuwa anaharibu vitu vyangu.
wewe mama nani, wewe unapata BP unadondoka. Sasa kwa nini usijiunganisha na ulimwengu wa roho ili umfahamu mapema? Wewe unajua kabisa huyu ndo kazuia leo, hamna shida, nitamfundisha Mungu wangu, nitamfundisha nguvu za Mungu ninazotembea nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema yule bwana alichoharibu siku hiyo ni kuwaleta hawa watumishi wa Mungu mahali ambapo kuna nani? Kuna mchawi. Na yule mchawi ni mpambe, ndio mpambe wa huyu mheshimiwa. Lugha ya kisasa ya leo ndio chawa wake. Yaani yeye ndio yukogo pale kuhakikisha nani anaongea naye, nani aongei naye, nani anamsikiliza, nani amsikilizi. Tunakwenda sawa? Kuna hao watu wanakuaga na viongozi au na watu wenye pesa. Yaani yule akisema huonani na bosi, huonani rafiki yangu. Yaani yule akisema huonani na huyu jamaa, huonani na tajiri. Huonani na huyo tajiri. Uwaga wana nguvu hao. Na wengi wanakuaga washirikina au wachawi, ili aweze kukaa kwenye hiyo nafasi. Maana ndo mkate wake anapata hapo, ndio chakula chake anapata hapo. Kwa hiyo wewe kupenya hapo lazima uende na nguvu ambayo itakuwa kubwa kuliko ya kwake. Na bahati mbaya kama huyo mtu ndio anatakiwa kufanikisha mambo yako, sio kafikiri ni kitu chepesi. Lazima kuwe na nguvu kubwa kuliko. Kwa hiyo sasa huyu liwali anataka kulisikia neno la Mungu. Biblia inasema kwenye mstari wa 8, lakini yule Elima mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao. Hebu sema akashindana nao. Sema tena akashindana nao. Sasa wewe wenzako wamealikwa waje waongee na kiongozi, unashindana nao kwa lipi? Si waache waongee na kiongozi, wakimaliza wewe endelea na shughuli zako. Lakini Biblia inasema alipowaona tu wamekuja, akaanza kushindana nao. Usije ukafikiri anashindana nao kwenye damu na nyama. Anashindana nao wapi? Rohoni. Hebu sema rohoni. Sema tena rohoni. Kwa Biblia inasema akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kwa kuna kitu anakifanya kwenye ulimwengu wa roho, hata kama yule bosi ndo amewaita, amewaalika, awakatae. Kwa anasema akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Mstari wa 9, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho yule mchawi, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Umeona kitu kilichotokea? Hawa ndugu wamepata nafasi. Ni nafasi adimu sana. Tukipataga nafasi ya kukaa na wenye mamlaka, ni nafasi muhimu sana, kwa sababu Biblia imetutaka tuwaombee. Si unajua Biblia imetupa hayo maelekezo? Kabla ya mambo yote, nataka dua, maombi na sala kwa ajili ya watu wote na watu wenye nini? Wenye mamlaka, ili mkae kwa amani na utulivu. Mwenye mamlaka asipoombewa, amani yako iko mashakani. Mwenye mamlaka asipoombewa, utulivu wako uko wapi? Uko mashakani. Kwa hiyo haijalishi mapungufu alionayo, Biblia inataka aombewe, kwa sababu matatizo yake yatasababisha wewe usiwe na amani. Na wewe ili ufanikiwe kwenye vitu vyako,
lazima uwe na nini? Na amani. Ili ufanyikiwe kwenye vitu vyako, lazima uwe na utulivu. Kwa hiyo hata kama aliyoko kwenye nafasi ya umpendi, cha msingi yuko kwenye mamlaka, unawajibika kumwombea kwa ajili ya amani yako, kwa ajili ya utulivu wako. Ndivyo Biblia inavyosema. Anasema kwenye Timotheo wa kwanza anazungumza hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukipataga nafasi ya kuomba nao, inakuwa ni nafasi muhimu. Wakati mwingine hata kumshauri kwamba kuna hiki kitu mheshimiwa, kuna hiki kitu mheshimiwa, hiki kitu unakionaje? Hiki kitu kinaleta shida. Mnazungumza, mnaomba. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa angalia, Paulo kapata hiyo nafasi. Huyu mtu yeye mwenyewe anataka kulisikia neno la Mungu, lakini kuna chawa wake pale pembeni anaamini kabisa kwamba huyu akilisikia neno la Mungu anaweza akafunguka ufahamu na yeye akapoteza nini? Kazi. Kwa sababu anajijua yeye ni mchawi, anajijua anazuia vitu vingi. Na wakati mwingine unaweza ukamlaumu kiongozi, kumbe mtu aliye karibu naye ndio tatizo. Kumbe mtu aliye karibu naye ndio tatizo. Na wengi wanaokuaga pale karibu, kazi yao ni moja tu, wanatunza maisha yao. Kwa hiyo hawawezi kumshauri kiongozi vitu sahihi, wanamshauri vitu ambavyo vitasababisha tu yeye maisha yake yafanye nini? Yaendelee. Ndio maana kuombea viongozi ni lazima, ili wakati mwingine Mungu awatenge na hao watu wanaowashauri vibaya. Tunakwenda sawa, mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yule Elima mchawi alipowaona tu wakina Paulo, akagundua kabisa nafasi yangu iko mashakani. Hakuwasubiri. Kitendo tu wameingia pale. Yaani walipofika tu, yeye moja kwa moja akaenda kwenye ulimwengu wa roho. Unajua huku kwenye damu na nyama ni mtu anakuambia karibu sana, karibu ukae hapo. Nimesikia kwamba mmepata mwaliko kutoka kwa mheshimiwa. Wewe kwenye ulimwengu wa damu na nyama unakaribishwa na unawekwa kwenye nini? Kwenye kiti. Lakini kwenye ulimwengu wa roho anakuua saa hiyo hiyo. Hivi unajua ulimwengu wa roho ni kitu cha ajabu sana. Liwali amekuja. Nyie ndio akina Paulo. Nimefurahi sana kuwaona. Elima mchawi na yeye anasema karibuni sana jamani, mkae hapa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho anafanya kitu kingine. Kwenye ulimwengu wa roho anavuruga mafaili ya yule kiongozi. Anataka kumtia yule liwali kitu kingine, aikane ile imani, awakatae aliyowaalika, awafukuze aliyowaita. Hivi umeshawahi kuona umekaribishwa mahali, tena wakati mwingine hata kwa barua, tena wakati mwingine hata kwa kadi, unafika pale aliyekukaribisha hakujui? Muombe Mungu asikukute. Unafika pale aliyekukaribisha anakuambia wewe ndio nani? Sasa mimi si ndio yule ambaye tuone unao mwaliko. Unajua utashangaa sana. Usipojua habari za ulimwengu wa roho, utamchukia huyo mtu maisha yako yote. Utasema alikudhalilisha. Lakini kumbe kuna kitu kingine kilienda ndani yake, kikafunga mfumo wake wa kufikiri, mfumo wake wa kuwaza, mfumo wake wa kuona, na wewe huna habari. Kwa hiyo yule Elima yeye anapambana na hicho kitu. Huyu liwali awakatae hawa hata kama amewakaribisha. Akujua anayedili naye ni mtu ambaye na yeye kwenye ulimwengu wa roho yuko vizuri. Wakakutana wote wawili, wanafahamu mambo ya ulimwengu wa damu na nyama na wanafahamu mambo ya ulimwengu wa roho. Wakati anafanya unafiki huku, lakini huku anafanya kitu kingine. Biblia inasema hivi, Paulo akamkazia macho. Akamwambia, ewe mwenye kujaa hila, mwana wa Ibilisi, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Najua unachofanya.
Hivi unajua hapo bosi anabaki anashangaa, nyie vipi mnafahamiana? Najua unachofanya. Na yeye akijua ameshtakiwa au ameshtukiwa, anashtuka, najua unachokifanya. Sasa kwa sababu wewe umeamua kufanya hivyo, ngoja na sisi tukufundishe kwamba na sisi tunazo nguvu. Utakuwa kipofu kwa muda. Sina shida ya kukufanya uwe kipofu maisha yako yote, ila tu nataka kukufundisha adabu. Ujue tu jinsi ambavyo usicheze na masihi wa nani? Usicheze na masihi wa Bwana. Usicheze na watumishi wa Mungu aliye hai. Usicheze nao. Kwa hiyo utakuwa, yaani unajua Paulo alipokuwa tu anaongea hayo maneno, Biblia inasema kiwi kikamwangukia. Usifanye mchezo na mtu ambaye ana utawala ulimwengu wa roho. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Hizo nguvu unaweza kutembea nazo. Hiyo neema unaweza kutembea nayo. Na sio lazima hata wewe mwenyewe unajua. Kuna wakati wewe mwenyewe utakuwa hujui, lakini unatembea na nguvu. Watu wanakuuliza, wewe unafanyaje? Wewe vitu vyako vinaendaje? Mbona hatukuelewi? Unasema hata mimi sikuelewa. Unasema hata mimi sikuelewa. Ila nilijikuta tu nimeondoka pale. Asema yani ulituacha kwenye mataa. Wote tuliobaki pale tumepata matatizo. Nini kilikuondoa wewe? Mbona ukutushtua? Alipomaliza kusema hayo maneno, naomba nibadilishwe hii mic. Alipomaliza kuongea yale maneno, Biblia inasema kiwi kikafanya nini? Kikamwangukia. Kiwi kilipomwangukia akawa kipofu. Ghafla mtu aliyekuwa anaona. Kuna shida kwenye connection. Sasa wameona tunatoa siri zao, wameamua kutushughulikia. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo nguvu za Mungu zikashuka saa hiyo hiyo. Na zile nguvu za Mungu ziliposhuka, yule ndugu akawa nini? Akawa kipofu. Biblia inasema akaanza kuzunguka zunguka. Ameamaki. Haelewi kilichompata. Haelewi kilichotokea. Sasa jamani, naomba mtu anisaidie. Naomba mtu anishike jamani. Hivi unajua hata kama wewe ni kiongozi utabaki unashangaa kwamba is it possible? Yani watu wanaweza wakaongea tu hivi afu ghafla mtu akawa nini? Akawa kipofu. Usifanye mchezo na vitu vya ulimwengu wa roho. Vitu vya ulimwengu wa roho ni vitu halisi na vinafanya kazi. Wewe usipotafuta kuujua ulimwengu wa roho na kutembea na nguvu za ulimwengu wa roho, wenzako wanatembea nazo. Jamani, tunaenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema ikawa rahisi sana kwa mtume Paulo kumhubiria injili yule kiongozi. Sasa yule kiongozi anauliza, hii ndio umefanyaje sasa? Anasema huyu ni mchawi. Wewe hujajuaga unakaa na mchawi. Yaani mimi siku zote hizi kumbe huyu ndiye anayeniharibia. Ndio hivyo. Huyu ndiye anayekuharibia. Anasema mimi niko tayari kumpokea huyu Yesu. Ninataka huyu Yesu awe sehemu ya maisha yangu. Ninatamani na mimi nipate hizo nguvu ulizonazo Paulo. Ninatamani na mimi huo uwezo. Biblia inasema yule liwali alipoyaona yote yaliyotendeka, alistaajabia matendo makuu ya Mungu, alafu akaamini. Lakini nataka uone upinzani ambao Paulo alikutana nao kwenye nafasi ambayo Mungu alifanya nini? Alimpa. Kwenye mlango ambao Mungu alifanya nini? Alimfungulia. Sio kila mlango ambao Mungu amekufungulia utakuwa mwepesi. Kuna milango mingine Mungu atakufungulia, utakutana na wakina Elima. Wamekaa kwenye nini? Kwenye milango. Unashangaa barua yako haimfikiagi huyo mheshimiwa. Kumbe unayemkabidhi hiyo barua ni Elima. Kila akiona barua yako hataki imfikie mheshimiwa. Kila akiona barua yako hataki imfikie mheshimiwa. Kuna masekretari wengine ni wakina Elima. Hawataki kabisa uonane na huyo bosi. Na wewe kuonana na huyo bosi ndio milango yako inafanya nini? Inafunguka. Ndio milango yako inafunguka.
Usipojua unakwamiaga wapi, usipojua unakwamiaga wapi, sio mara moja, sio mara mbili kule Arusha tumeomba na watu, baada ya maombi mtu anaenda kufuatilia barua yake, na unakuta anafuatilia barua labda kwa mkuu wa wilaya, au anafuatilia barua labda kwa mkurugenzi. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwake kufanikisha jambo lake. Unakuta kazungushwa hapo miezi 6. Siku hiyo tunatoka kwenye maombi, anaenda moja kwa moja kwenye hilo eneo kufuatilia barua yake. Anashangaa siku hiyo anakutana moja kwa moja na mheshimiwa, ndio anamsubiri hapo. Kuna huyo mmoja aliniambia, nilipotoka kwenye maombi, nilipofika kwenye ofisi ya yule mheshimiwa, nilimkuta amesimama mlangoni. Anasema akanipoint kabisa, akaniambia, we mama hapo, njoo. Una shida gani? Anasema, nimekuwa nakuja hapa miezi 6 sasa, nafuatilia hii barua, lakini hakuna siku ambayo nimewahi kufanikiwa. Anamuuliza yule secretary wake, barua ya huyu mama iko wapi? Kumbuka wameachwa wengine wote, anadili na huyu mtu. Kwa nini? Kwa sababu kilichokuwa kinazuia kimefanya nini? Kimeondoka. Sema leta barua yake. Anaangalia, anasema inawezekanaje hii barua ikae hapa miezi? Hiki si ni kitu cha mtu kuja na kuondoka. Anaanza kukemewa sasa yule secretary ambaye alitakiwa kuhakikisha hilo jambo linafanya nini? Linafanikiwa. Lakini mlango ulikuwa umefanya nini? Ulikuwa umefungwa. Leo ninakuombea nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Chochote ambacho kimefunga milango yako kwenye ulimwengu wa roho, hata wale maadui usiowajua, Bwana akakufungue macho, akakupe neema ya kuwajua. Unajua kuna msemo wa Kiswahili unasema kumjua adui ni nusu ya kufanya nini? Ni nusu ya kumshinda. Usipojua adui yako yuko wapi, ana nguvu kiasi gani, anafanya nini, hata maisha tunayoishi ni kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi. Wewe unaweza ukaachilia nguvu kilo 2, kumbe vita unayopigana ni kilo 100. Nimekutana na watu wengi sana wananiambia, mtumishi unafikiri siombi? Naomba kweli. Fuatilia anavyoomba. Maadui aliyokuja nao nguvu zao ni kilo 100. Yeye nguvu anazoziachilia kilo 5. Sasa unafikiri siombi? Naomba kweli. Sasa angalia, unaomba kilo 5, wenzako wana kilo 100. Biblia inasema Mungu anaweza kufanya kuliko unavyoomba, kuliko unavyowaza, lakini inategemea kiwango cha nguvu kinachofanya nini? Kinachotumika, kiwango cha nguvu kinachotenda kazi, kiwango cha nguvu kinachoachiliwa. Kwa hiyo ukimjua adui amekaa kwa namna ipi, hata kiwango cha nguvu utakachokiachilia sio kile cha kitoto ulichokuwa unakiangalia jana. Tunakwenda sawa, mtu wa Mungu? Na ndio maana kuna vitu ukiviona kwenye ulimwengu wa roho, hata kama ilikuwa ule chakula leo huli. Kuna vitu ukivigundua kwenye ulimwengu wa roho, hata kama leo ulikuwa una ratiba za mizunguko, unaweza ukazikatakata ili at least upate masaa mawili ya kufanya nini? Ya kuomba. Kwa upinzani huu, hii ratiba nimecancel, hii ratiba nimecancel, hii ratiba nimecancel. Kwa upinzani huu ulioko, leo nitajikita kuomba kwa ajili ya hiki kitu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi tumeelewana kidogo watu wa Mungu? Haleluya. Leo nguvu za Mungu zikaachiliwe juu yako. Ninachokisikia ndani ya moyo wangu ni kuomba kwa ajili ya nguvu za Mungu za kukusaidia kukabiliana na aina za upinzani ambazo zimelenga kukuondoa kwenye nafasi, lakini Mungu akakupe macho ya rohoni ukaweze kuona kinachoendelea, ujue na namna ya kupigana nini? Vita. Ujue na namna ya kupigana vita. Naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za uso wa Mungu wetu. Mungu wetu ni mwaminifu. Kuna watu ambao jana walikosa kitabu cha maombi ya vita. Nilipata hiyo taarifa, vilikuwa vimeisha kwa sababu vilikuwa vimekuja vichache, lakini hivyo vitabu vimekuja. Kwa hiyo wale wanaovihitaji vinapatikana. Lakini habari za ulimwengu wa roho nimezifundisha sana kwenye kitabu kinaitwa Uongozi wa Roho Takatifu. Kwa hiyo ni kitabu kitakachokusaidia, na vitabu vingine vinapatikana pale nyuma. Lakini pia unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa kwa ajili ya ibada hii. Tunapoomba basi tutaunganisha haya maombi na sadaka zetu mbele za Bwana.
Haleluya. Naomba unyanyue mkono wako juu. Funika macho yako mahali ulipo. Sema, Bwana Yesu, ninaomba damu yako inene mema kwa ajili yangu. Ninaomba damu yako iniponye na kunitakasa. Ninaomba damu yako iafungue maisha yangu. Ninaomba damu yako ifungue uchumi wangu. Ninaomba damu yako ifungue afya yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila aina ya uzito ulioachiliwa kwenye mwili wangu ili kunizuia nisiwe na macho ya roho, nisiwe na masikio ya roho, nisiwe na muda na mambo ya ulimwengu wa roho. Kila uzito uniachie sasa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ile tabia ya asili iliyofunga maisha yangu leo iachie maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na kila upinzani ambao umesimama kwa namna ya rohoni na umefunga maisha yangu, kila adui aliyesimama kwenye ulimwengu wa roho amezuia jina langu, amezuia kibali changu, amezuia afya yangu, leo kwa damu ya Yesu ninapeleka moto ulao na nguvu ya Mungu aliye hai kushughulika na kila adui ambaye amejificha kwenye ulimwengu wa roho, nisimuone, nisimfahamu, nisijue njia zake. Leo kwa damu ya Yesu imeandikwa, yaliyo sirini yatawekwa nuruni. Kila kilicho sirini na kimefunga maisha yangu na kiweka nuruni kwa damu ya Yesu. Kila kilichofichika na kimezuia njia zangu ninakiweka kwenye mwanga kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu ninaangusha hiyo mamlaka ya kina Elima waliosimama kunizuia kwa damu ya Yesu. Roho za uchawi, achia njia yangu, achia njia yangu, achia baraka zangu, achia nafasi yangu kwa damu ya Yesu. Nyie maadui mliosimama kaskazini, kusini, mashariki, magharibi kuzuia ile neema, ile baraka ambayo Bwana amenipa, leo ninawaangusha kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu ninaangusha silaha zenu, mipango yenu, vikao vyenu, ratiba zenu kwa damu ya Yesu. Achia njia yangu, achia njia yangu, achia baraka yangu, achia nafasi yangu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Endelea sasa kuomba ajili ya damu ya Yesu juu ya eneo lolote lililozuiwa, lililoshikiliwa, lililokamatwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hao wakina Elima waliosimama kuzuia jina lako lisitajwe, hao wakina Elima waliosimama kuzuia usionekane, hao wakina Elima waliosimama kuzuia usilipwe pesa zako, hao wakina Elima waliosimama kuzuia usipandishwe cheo, hao wakina Elima waliosimama, leo tunawapiga utovu kwenye ulimwengu wa roho. Leo tunaangusha njia zao, tunaangusha mipango yao, tunaharibu ratiba zao. Hao wakina Elima waliosimama kuzuia familia yako isiwe na mafanikio, hao wakina Elima waliosimama kuzuia hatua zako, hao wakina Elima waliosimama kuzuia usionane na watu waliobeba baraka yako, leo ninaita moto na damu ya msalaba, ninaita moto na damu ya mwana kondoo. Oh,
vitu havisogei, haupati unavyotakiwa. Damu ya Yesu inayonena mema iingilie kati leo, iingilie kati leo, iingilie kati leo, na huo ugonjwa na huo udhaifu unaokutesa, damu ya Yesu ikuponye sahi. Huo uchawi uachie, 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 uachie. Wamekutupia roho, imeleta udhaifu kwenye mwili wako. Huo udhaifu sahi ninauapisha kwa moto na damu ya Yesu. Ndio huo udhaifu, huo udhaifu, huo udhaifu. Wewe pepo la udhaifu, wewe roho ya udhaifu, achia hicho kifua, achia wa mgongo, achia hicho kiuno, achia hilo tumbo la uzazi. Wamezuia usibebe mimba. Leo ninaachilia damu ya Yesu kupita kwenye tumbo la uzazi, ninaachilia damu ya Yesu kupita kwenye mirija ya uzazi, ninaachilia damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wamefunga hiyo mirija, wamezuia hiyo damu ya Yesu ipite, 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 ipite kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mlango uliofungwa ninaachilia huo moto lao, huo moto lao. Ndio mlango uliofungwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila madhabahu inayotenda kazi kukuzuia, kila madhabahu inayotenda kazi kufunga milango yako, kila madhabahu inayotenda kazi kuharibu baraka yako, kila madhabahu endelea kuomba. Shughulika na maadui usiowajua. Mwambie Bwana, hata wale maadui nisiowajua leo waachie njia yangu, waachie kibali changu, waachie jina langu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, hata wale maadui nisiowajua lakini wamesimama wanafunga milango yangu leo. Kila mlango uliofungwa ninaufungua kwa damu ya msalaba. Kila mlango uliofungwa, kila mlango uliofungwa ninaufungua. Endelea, 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 endelea kuomba. Hiyo nguvu ya Bwana inapita, inapita, inapita. Ndio, 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 ndio. Wewe pepo uliyekaa, 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 kachia, ondoka kwenye hicho kiti. Umetengeneza kiti kwenye mwili wake kwa moto na damu ya msalaba. Chochote ambacho adui umekipanda ndani ya mwili huu, umekipanda ndani ya mwili huu, umekipanda ndani ya mwili huu, achia, achia, achia kwa damu ya Yesu. Toeka, toeka sahi, toeka sahi, toeka sahi, toeka sahi kwa jina la Yesu. Nafunga milango yako, nafunga milango yako, nafunga milango yako. Achia kwa damu ya Yesu. Lenderemo saka, endelea kuachilia moto na damu ya Yesu, endelea kuachilia moto na damu ya Yesu. Kila roho inayoshindana, kila roho inayopambana, rapako reposeke, lenderemo saka, landara koria, ndara koria. Hiyo damu ya Yesu inapita, inapita. Wamefunga milango yako ya kiuchumi, wamezuia baraka zako. Damu ya Yesu, damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo ipite kufungua hiyo milango, hiyo milango ifunguke sasa, ifunguke sasa, ifunguke sasa, ifunguke sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo milango ifunguke sasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mtu anajua mikono yako shuka kwa. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba. Batilisha madhabahu za giza, kinyume cha baraka zilizokusudiwa ndani yako. Bwana Yesu, watoto wako wamenyosha mikono yao juu. Mikono hii ni malango, 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 mikono hii ni malango. Chochote ambacho shetani anashindana nacho kwenye hii mikono, chochote ambacho shetani anashindana nacho kwenye hii mikono, ninaiachilia hiyo damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu ipite kwenye mikono, ipite kwenye mikono, ipite kwenye mikono, ipite kwenye mikono. Damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo ipite kwenye mikono sahi, ipite kwenye mikono sahi. Ifungue kila kilichofungwa, ifungue kila kilichofungwa. Damu ya Yesu inaonena mema. Endelea, semesha mikono yako, semesha mikono yako. Kila kilichofungwa, kila kilichozuiwa, kila kilichofungwa, kila kilichozuiwa kwenye mikono, damu ya Yesu